Na mapema msikilizaji, tulizungumza nawe kuhusiana na elimu bure kuanzia shule za awali hadi kidato cha 6, kwamba hii imeleta wepesi na imekuwa ni rahisi kwa kaya nyingi zile ambazo zilikuwa hazimudu kukidhi gharama za kulipia kwenye shule mbalimbali. Kwa hiyo ikawa imeweka mgawanyiko kwamba kuna makundi fulani elimu kama wao ndio wanastahili kuipata, halafu wale wengine hawastahili kuipata elimu. Tunataka sasa tuangalie hili. Sawa, elimu bure inatolewa, lakini hii elimu bure inayotolewa ina faida kulingana na namna ambavyo muda unakwenda kwa taifa letu hili la Tanzania? Karibu. Asante. Ni kweli sera hii imeonekana kuwa na faida kubwa sana kwa wananchi wa Tanzania, kwa sababu kwa kumbukumbu labda tu nikukumbushe ama niwakumbushe pamoja hata na wasikilizaji, sera ya elimu bure iliasisiwa na Dr. Jakaya Mrisho Kikwete mwaka 2014, ambapo waraka huo muasisi wake ni Jakaya Kikwete, lakini aliyekuja kuitekeleza alikuwa ni Dr. John Pombe Magufuli mara baada ya kuingia katika serikali ya awamu ya 5, na matokeo yake yalianza kuonekana baadaye katika mwaka wa masomo wa mwaka 2016, ambapo idadi ya wanafunzi ambao walikwenda kusajiliwa katika darasa la kwanza na form 1 au kidato cha kwanza iliongezeka na hata wale watoto ambao walikuwa wako nyumbani hawaendi shule, idadi ya watoto ambao wako nyumbani ilipungua zaidi. Kwa hivyo ina faida kubwa sana na matokeo yake ni chanya zaidi. Kuna mengi ambayo yanazungumzwa kwenye jamii kwamba elimu ambayo wanaipata watoto kuanzia awali hadi kidato cha 6 wakirudi na uhalisia wa maisha inakuwa ni ngumu kuitumia ile elimu kuendana na zile changamoto ama kukabiliana na hali ya kimaisha mtaani, kwa sababu haiendani na mazingira halisi ya kimaisha. Nafikiri ni katika tafsiri yenyewe ya elimu. Sijui watu wana tafsiri vipi kuhusu elimu. Marehemu hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitaja vitu vitatu ambavyo ni adui mkubwa sana wa nchi hapa kwetu, ambapo alitaja ujinga, maradhi pamoja na umaskini. Sasa ujinga unaotoaje ujinga? Manake ni uende shuleni. Yes. Uende shule ukaelimike. Na wewe ili uelimike, wewe hivyo ulivyo dada Yusta, hebu au na kaka Edi pale, jaribu kutafakari before hujaenda shule ulikuwa ni mtu ambaye una mentality ya namna gani? Before hujaenda sekondari ama kidato cha kwanza mpaka cha 6 pale, ukiwa umemaliza tu shule ya msingi darasa la kwanza mpaka la 7 pale, kuna namna akili yako ilikuwa, lakini ulipoenda kidato cha kwanza mpaka cha 4 kuna namna akili yako kama mawazo yako yalipanuka kidogo, ukaenda cha 5 na cha 6 hali kadhalika mpaka chuo kikuu. Kwa hivyo ukitafsiri kwamba hiki ninachokisoma darasani kiende kikanipe ajira, ni makosa makubwa sana. Lakini ukitafsiri kwamba hiki ninachokisoma kinisaidie mimi katika kuweza kupambanua mawazo, katika kuweza kungamua fursa gani ya kuweza kuzikimbilia ili ziweze kunisaidia mimi kujikimu kimaisha na kufanya maendeleo binafsi ya kiuchumi na maendeleo mengine ya kifamilia, hapo lazima utafaulu. Lakini ukisema kwamba mimi nasoma ili niende kuajiriwa, ni makosa makubwa sana. Kwangu mimi nitakwambia hivyo. Umeelewa shule? Nimemuelewa vizuri. Maana kwamba hata ile mentality ambayo ipo kwenye jamii yetu kwamba maliza shule uajiriwe ni makosa. Ukimaliza shule utalala sana. Na nikakwambia umelala tangu umaliza shule. Kwa hiyo sasa kama ambavyo umesema, tumeona kwamba tangu imeasisiwa na imeanza kufanya kazi, idadi ya watoto ambao walikuwa wanakaa nyumbani, na ni kweli tunaona hata kwenye jamii kwamba sasa hivi mambo yamekuwa tofauti na ilivyokuwa wakati huo, kwamba mwenye pesa ndio mtoto wake ataenda shule, lakini kwa wale ambao wanapata tu pesa ya kula na hawezi kumudu gharama nyingine, elimu inakuwa kama sio kitu chao.
kipi ambacho unatamani labda jamii na Watanzania kwa ujumla wakifahamu kuhusiana na hii sera ya elimu bure ambayo iliasisiwa na aliyekuwa rais wa Tanzania awamu ya 4 na ikaanza kufanya kazi awamu ya 5, lakini pia matokeo yake tunayaona sasa. Kile ambacho wananchi sasa wao wanatakiwa wakiongezee katika hii elimu bure ili tufike kule ambapo kila mtu anatamani kufika. Kwanza kabisa wanatakiwa watambue kwamba serikali haijalala na haijawahi kulala. Serikali inaangazia zaidi matokeo chanya katika kila sekta kwa wananchi wake. Na sera hii ambayo ilikuja kuasisiwa na Dr. Jakaya Kikwete ilisaidia kwa kiasi kikubwa. Unajua hii sera ilikuja kufuta ile sera ya sera namba 8 ya mwaka 2011 ya wazazi kuchangia. Yes. Ya wazazi kuchangia kuhusu uendeshaji wa elimu mashuleni. Na wazazi waliumia sana, walikuwa wanaumia sana katika kuweza kutekeleza hayo. Okay. Mtu ana kipato kidogo lakini anajaribu kujikwamua, lakini kujitahidi aweze kutimiza hilo, lakini anashindwa. Wanafunzi hawaendi shule. Umeona? Kwa hivyo baada ya haya matokeo sera namba 5 kuja ya mwaka 2015 ilikuja kusaidia zaidi, kwa sababu ilikuwa ni sera ambayo ilikuwa inaelekeza sasa serikali serikali ilikuwa inaelekeza sasa kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi kwamba sasa elimu ya kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7, kidato cha kwanza mpaka cha 4 itakuwa ni bure bila kutoa ada. Serikali ilikuwa inatenga pesa nyingi sana kwa ajili ya kuweza kusaidia hili jambo liweze kutekelezeka ipasavyo kama inavyotakiwa. Na ukiangalia hata kwenye takwimu tangu mwaka wa masomo mwaka 2016 2017 tangu walipoasisi hii sera, kadiri miaka inavyozidi kwenda, unaona bajeti ya fedha zinazoelekezwa katika elimu ya msingi kwa maana ya la kwanza mpaka kidato cha 4 zinaongezeka. Mwaka 2016 17 palikuwa na bilioni 208 nukta something, lakini ukija katika mwaka mpaka 2021 hapo palikuwa na kama bilioni 288 na kitu. Kwa hiyo ni ongezeko kama la 40% na kitu hivi. Kwa hiyo unaona ni kwa kiasi gani serikali na yenyewe ina jitihada zake kubwa zaidi ambazo inazifanya. Na ukiangalia tangia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alivyoingia, na yeye elimu haikuitupa. Na yeye ni mpenzi mkubwa sana wa elimu. Anapenda kwamba elimu iwe na kiwango kikubwa zaidi katika mafanikio yake kwa hapa nchini. Na ndio maana ukiangalia idadi ya shule ambazo wamezijenga kwa kiwango kikubwa ni nyingi mpaka kufikia sasa. Elimu za shule ya msingi, shule za msingi, shule za sekondari, na alielekeza zaidi katika shule za kata. Katika kila kata lazima kuwe na shule ya sekondari ya kata. Na sasa hivi ninavyozungumza, shule nyingi za kata za wanawake zinajengwa. Sijui umenipata paka hapo. Kwa nini wanawake? Kwa sababu ni watu ambao of course mimi babu yangu huwa na usemi mmoja, anasema kwamba msaada pekee wa kumpatia mtoto wa kike ni elimu. Naam. Hakuna kitu kingine. Kwa hiyo na rais wetu naye analijua hilo kwamba msaada pekee wa kumpatia mtoto wa kike ni elimu. Sawa. Mtoto wa kiume unaweza kumsaidia kwa vitu vingi sana. Uzuri hata yeye mwenyewe tu nguvu yake mwenyewe pia inaweza kuwa msaada mkubwa, lakini mtoto wa kike, umwambie mtoto wa kike leo akimbilie kwenye zege, unaona ni kitu kingine zaidi. Kwa hivyo mafanikio ni makubwa. Wananchi na raia wa Tanzania wanatakiwa wafahamu hilo kwamba serikali inaendelea kutekeleza sera hiyo mpaka kieleweke, labda mimi niseme hivyo. Kwa kumalizia, natamani tumebakiwa na siku 12 ili kufika ile Oktoba 29 ambapo ndio siku ya uchaguzi mkuu. Natamani uzungumze na Mtanzania, kwa nini aende akapige kura na hasara iko wapi endapo hatoshiriki kwenye zoezi la uchaguzi? Asante. Mara nyingi hili swali huwa nalijibu very short and clear. Kwamba kupiga kura ni haki yako ya kikatiba. Mwananchi yoyote wa Tanzania
anatakiwa ajue kwamba kupiga kura ni haki yake ya kikatiba, na akipiga kura atakuwa amejihakikishia yeye mwenyewe kuongozwa na kiongozi aliyemtaka yeye mwenyewe kuiongoza hii nchi ama jimbo ama kata yake. Na kutokupiga kura unakuwa wewe mwenyewe umejikosesha haki yako ya msingi ya kikatiba. Lakini pia utakuwa umemkosesha kiongozi uliyemtaka asikuongoze wewe, kwa sababu kura yako ambayo hutaenda kupiga ndiyo kura pekee ya ushindi kwa kiongozi unayemtaka. Kwa hivyo utakuwa umempoteza usipokwenda kupiga kura. Kolimba Malichela, mjumbe wa Baraza Kuu la Vijana mkoa wa Dodoma, lakini pia halmashauri kuu ya wilaya ya Chamwino Dodoma.